Lakini kwanza ni taarifa za habari, nami Isabela Mwagodi. Israel na Marekani zimeongeza mashambulizi yao dhidi ya Iran. Kumekuwa na mlipuko mikubwa katika mji mkuu Tehran na pia katika eneo la Karaj magharibi mwa mji huo. Katika eneo la Isfahan, shahidi mmoja kutukio ameelezea hali hiyo kuwa ya kutisha sana, huku raia kadhaa wakiuawa katika eneo moja na miili ya watu ikiwa barabarani katika eneo lingine ambako kiwanda cha kutengeneza helikopta kilishambuliwa. Mamlaka zinasema zaidi ya watu 1,200 wameuawa tangu mashambulizi ya Marekani na Israel yaanze siku ya Jumamosi, ambapo ni siku 6 zilizopita. Wakazi wamekuwa wakikimbia mji wakijaribu kutafuta usalama. Azerbaijan imesema kuwa ndege zisizo na rubani za Iran zimeshambulia uwanja wa ndege ulio karibu na shule katika eneo la magharibi la Kachvan karibu na mpaka wa Iran. Waziri wa mambo ya nje Ceyhun Bayramov amekosoa shambulio hilo na kusema kwamba Azerbaijan ina haki ya kulipiza kisasi. Amemuita balozi wa Iran kwa mazungumzo. Watu 2 wamejeruhiwa. Hii inakuja wakati milipuko imeripotiwa juu ya eneo la Manam nchini Bahrain. Milipuko mikubwa pia imesikika mjini Doha leo asubuhi, huku Iran ikionyesha kuendelea kwa mashambulizi yake dhidi ya nchi za Ghuba kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi yake. Usafiri wa anga unaendelea kutatizika kutokana na vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Shirika la ndege la Ethiopia Airlines limetangaza hasara ya kifedha ya angalau dola milioni 134 baada ya kusimamisha safari za ndege kuelekea maeneo Mashariki ya Kati. Kampuni hiyo ya ndege hapo awali ilikuwa ikifanya safari 15 kila siku kwenda katika eneo hilo. Wakati huo, Qatar Airways imesema itafanya safari maalum za misaada kutoka Oman kwenda miji kadhaa ya Ulaya ikiwemo Berlin, Copenhagen na Madrid. Aidha, safari ya kwanza ya ndege iliyoandaliwa na serikali ya Uingereza kwa ajili ya kuwarudisha raia wake nyumbani kutoka eneo hilo imecheleweshwa kutokana na tatizo la kiufundi. Wakati huo, safari ya kwanza ya ndege ya kuwarejesha raia kutoka Athens imetua nchini Israel. Unaendelea kusikiliza taarifa za habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Askofu mkuu mchungaji Laurent Mbanda kutoka Rwanda ametajwa kuwa kiongozi mpya wa Global Fellowship of Confessing Anglicans, yani GAFCON, kundi lilojitenga na lile la Anglican Communion na ambalo halitambui tena Archbishop wa Canterbury kama kiongozi wao. Mbanda kwa sasa ni mkuu wa kanisa la Anglikana la Rwanda. Alichaguliwa katika mkutano wa faragha uliofanana na mkutano wa makardinali maarufu conclave wa baraza la maaskofu wakuu wa GAFCON usiku wa Jumatano, lakini tangazo hilo limetolewa rasmi leo. Kwa kuamini kwamba vyombo vya sasa vya umoja wa Kianglikana havitimizi mahitaji ya wengi wa Anglikana duniani kote, umoja wa Kianglikana wa kimataifa utaongozwa na muundo wa kikatiba wa baraza. Baraza la Kianglikana la kimataifa limeona kwamba ikiwa tunataka kusonga mbele na kuondoa miundo ya zamani, lazima pia tuachane na vyeo vya kale. We must leave behind old titles as well. Kundi hilo linasema halipingi kabisa wazo la mwanamke kuwa askofu mkuu wa Canterbury, bali linashutumu uongozi wa kanisa nchini Uingereza kwa kuingiza mafundisho ya kigeni katika imani ya Kianglikana ambao kwa mujibu wao hayalingani na mafundisho ya Biblia. Mamilioni ya wananchi wa Nepal wamepiga kura katika uchaguzi mkuu wa kwanza wa taifa hilo tangu maandamano ya ghasia yaliyoongozwa na vijana wa kizazi cha Gen Z yaliyopindua serikali Septemba iliyopita. Ufisadi, ukuaji duni wa uchumi na ukosefu wa usawa ndio yalikuwa masuala makuu katika uchaguzi huu. Ahmed Bahaj na maelezo zaidi. Takriban watu milioni 19 ikiwa ni pamoja na karibu milioni 1 ya wapiga kura wa mara ya kwanza walijiandikisha kushiriki katika uchaguzi wa bunge la wawakilishi. Tume ya uchaguzi ikizungumza muda mfupi baada ya kufungwa kwa shughuli ya kupiga kura ilisema inatarajia idadi ya wapiga kura kufikia 60%. Uchaguzi ulifanyika kwa amani kwa kiasi kikubwa huku kukiwa na usalama kote nchini. Wagombea wakuu ni pamoja na KP Sharma Oli, waziri mkuu aliyepinduliwa wakati wa maandamano, na Balen Shah, mwanamuziki wa muziki wa kufoka wa zamani aliyejiuzulu kama meya wa Kathmandu Januari ili kumpinga Oli katika jimbo lake la uchaguzi tarehe 5.
Na takriban wanawake na watoto 100 wameripotiwa kutekwa nyara katika jimbo la Borno nchini Nigeria baada ya wanamgambo kushambulia kambi ya jeshi na kambi ya watu waliokimbia makazi yao. Wanajeshi 9 waliuawa katika shambulio hilo katika mji wa Ngoshe. Wapiganaji wa kundi la Boko Haram walichoma moto mizinga na magari ya kijeshi na kuchukua kiasi kikubwa cha risasi na silaha. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Isabella Mwagodi. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, na unaweza kutusikiliza pia kupitia FM na radio wa shirika mbalimbali. Tanzania ni Abud FM, Radio Kwizera, CGFM, Classic FM, Radio Free Africa, Loliondo FM na Zenji FM huko Zanzibar. Kenya tupate kupitia Must FM, Mwanedu FM, County FM, Nyota FM pamoja FM na Gulf Radio. Nchini Uganda unatusikiliza kupitia Radio Chitara, Radio Lira, Radio Paidha, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura na Voice of Busoga. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Vilevile unaweza kutupata mubashara kwenye tovuti ya BBC Swahili pamoja na ukurasa wa Facebook wa BBC Swahili. Na pia vilevile kukuendeshea kipindi hiki leo kuna Hamida Abubakar na mwenzangu ni Asha Juma. Karibu. Naam, asante sana Hamida, na moja kwa moja tukianza matangazo yetu tunaelekea katika vita hivi vya Israel na Marekani ambayo yameongezeka au mashambulizi yameongezeka dhidi ya Iran. Kumekuwa na milipuko mikubwa katika mji mkuu Tehran na Karaj upande wa Maghreb. Huko mjini Isfahan, raia mmoja aliyeshuhudia alielezea hali hiyo kama ya kutisha mno, huko raia kadhaa wakiuawa katika eneo moja na miili iliyokatika ikitapakaa barabarani. Mamlaka inasema kuwa zaidi ya watu 2,000 wameuawa tangu kuanza kwa shambulizi la Marekani na Israel dhidi ya Iran siku ya Jumamosi. Nastia Mohamed na taarifa zaidi. Jeshi la ulinzi la Israel IDF limesema limegundua makombora zaidi yaliyofyatuliwa kuelekea nchini humo kutoka Iran. Katika ujumbe uliowekwa kwenye mitandao ya kijamii, jeshi hilo limesema mifumo ya ulinzi inaendelea kufanya kazi kuyazuia makombora hayo. Pia tahadhari imetumwa moja kwa moja kwenye simu za watu walioko katika maeneo husika. Jeshi la Israel limesema kwamba litaendelea na mashambulizi yake dhidi ya Iran hadi pale nchi hiyo itawacha kuwa tishio kwa taifa la Israel. Lengo la operesheni hii ni kusababisha uharibifu mkubwa kwa utawala wa Iran unaosababishwa na kuunga mkono ugaidi hadi utakapoondoa hilo tishio hilo. Tunafanya mashambulizi ili kuliondoa tishio hilo kwa muda, na tutaendelea kuongeza uharibifu dhidi ya utawala huo, na kila siku tunaendelea kuwadhoofisha zaidi na zaidi na kuongeza madhara hadi pale tishio hilo kubwa litakapoondolewa. Mji mkuu wa Iran, Tehran, umekumbwa na mashambulizi makali huku Marekani na Israel wakiendeleza vita vyao dhidi ya Iran kwa siku ya 6. Video kwenye mitandao ya kijamii inaonyesha video ya uwanja wa mpira wa Azadi ukiwa umeharibiwa sana. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vinasema watu 1045 wameuawa tangu kuanza kwa mzozo huo. Wakati huo, jeshi la Iran limekanusha kurusha ndege zisizo na rubani zilizoshambulia uwanja wa ndege wa eneo karibu na shule katika eneo la magharibi la Nakhchivan nchini Azerbaijan karibu na mpaka wa Iran. Rais wa nchi hiyo Ilham Aliyev kwa kile alichokiita shambulio la kigaidi kutoka Iran. Naye mkuu wa diplomasia wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema kuwa nchi za Mashariki ya Kati zimewaambia maafisa wa Ulaya kuwa zina wasiwasi kuhusu uwezekano wa vita vya wenyewe kwa wenyewe kutokea nchini Iran. Tumewahi kuona vita kama hivi huko Mashariki ya Kati hapo awali, na kwamba si rahisi kwamba siku moja kutakuwa na vita na kesho kutakuwa na demokrasia. Bila shaka hatari ipo, na tukizungumza na mataifa mengine katika ukanda huo, wana wasiwasi kuhusu kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe ndani ya Iran kwa sababu ya uongozi na utawala huo na kile kinachoendelea huko. Mashambulizi dhidi ya Iran yanaendelea na hali inaonekana kuwa mbaya nchini Iran, huku kukiwa na tishio la vita hivyo kusambaa katika mataifa ya Ghuba yakiwemo Lebanon na Iraq. Iran imetishia meli za kimataifa zinazopita katika mlango wa bahari wa
Hormuz. Aidha, idadi ya vifo kwa mjibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Iran inasema kwamba watu 1045 wameuawa kufuatia mashambulizi ya siku 5 ya Marekani na Israel, huku zaidi ya watu 6000 wakijeruhiwa. Kiongozi mkuu ambaye ameteuliwa, Mojtaba Khamenei, mwana wa marehemu kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, ameibuka kama mmoja wa watu wanaopewa nafasi kubwa ya kushika wadhifa huo wa juu nchini humo. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imeishtumu Marekani na Israel kwa kufanya mashambulizi katika maeneo 33 ya kiraia kote nchini. Maeneo hayo yanadaiwa kujumuisha hospitali, shule, maeneo ya makazi, soko kuu la Tehran, Grand Bazaar, pamoja na majengo ya kihistoria ya Golestan Palace mjini Tehran. Wakati huo kumekuwa na uvumi unaoongezeka kwamba rais wa Marekani Donald Trump anataka vikosi vya Wakurdi kujiunga na vita hivyo ili kutoa wanajeshi wa ardhini. Hata hivyo, ikulu ya Marekani, White House, imekanusha taarifa kwamba rais huyo anafikiria kuwapa silaha vikosi hivyo. Nasteha Mohamed, Dira ya Dunia, BBC. Na mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya EU Kaja Kallas amesema nchi za Mashariki ya Kati zimewaambia maafisa wa Ulaya kwamba zina wasiwasi kuhusu hatari ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Iran. Kallas aliongezea kwamba EU pia ina wasiwasi kuhusu usalama wa baharini katika eneo hilo na ilikuwa inajaribu kuweka njia za meli wazi ikiwemo mlango wa bahari wa Hormuz. Elizabeth Kazibure na maelezo zaidi. Imetokea milipuko mikubwa mjini Tehran na miji mingine ya Iran, huku Marekani na Israel zikiendelea na mashambulizi kwa siku ya 6 mfululizo. Safu za moshi mkubwa umegubika angani katika mji mkuu. Video zilizopo mtandaoni zinaonyesha uwanja wa michezo wa Azadi ukiwa umeharibiwa vibaya. Shuhuda mmoja mjini Isfahan anasema anahisi kama mji uliokumbwa na vita ambao bado unaendelea kushambuliwa na ndege za kivita zinapita juu. Wakazi waliokuwa wakiishi kwenye miji inayoshambuliwa waliondoka na kukimbilia sehemu salama. Wakati huo huo, bado hakuna tangazo lolote kuhusu mrithi wa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Khamenei aliyeuawa Jumamosi iliyopita. Siku ya mazishi yake pia haijatangazwa. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema kuwa manowari ya Marekani ilipiga nyambizi ya Iran. Takriban mabaharia wa Iran 140 wanahofiwa kufariki dunia, huku Sri Lanka ikiwaokoa takriban watu 30. Marekani inashinda kwa nguvu kubwa na bila huruma chini ya uongozi wa moja kwa moja wa Rais Donald Trump. Idara ya vita ilianzisha operesheni hii mapema Jumamosi iliyopita. Hata hivyo, tukumbuke mambo mawili. Kwanza, ni siku 4 tu zimepita tangu ianze. Hali bado inabadilika. Vumbi linatulia na vikosi zaidi vinaendelea kuwasili. Hivyo bado ni mapema. Kama Trump alivyosema, watatumia muda wowote unaohitajika kuhakikisha wanafanikiwa. Wanashindwa vibaya na wanajua hilo. Rais Donald Trump amesema kuwa Marekani inapiga hatua kubwa sana katika vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, akidai kuwa angeipa operesheni hiyo alama ya 15 kati ya 10. Amesema kwamba bila uingiliaji wa Marekani, Tehran ingekuwa imefanikiwa kupata silaha ya nyuklia ndani ya wiki 2. Rais Trump ametoa kauli hiyo baada ya Seneti kupiga kura kuunga mkono kampeni yake ya kijeshi dhidi ya Iran kwa kukataa muswada ambao ungepunguza mamlaka ya rais kuanzisha vita. Wakati hayo yakijiri, kundi la kutetea haki za binadamu lenye makao yake nchini Marekani, HRANA, linasema kwamba hadi kufikia mwisho wa siku ya jana Jumatano, zaidi ya raia wa Iran 1100 wanaripotiwa kuuawa. Naye waziri wa mambo ya nje wa Iran ameikosoa vikali Marekani kwa kuzamisha manowari ya Iran karibu na pwani ya Sri Lanka jana Jumatano. Abbas Aragachi anasema kushambulia chombo hicho bila onyo umbali wa takriban kilomita 3000 kutoka Iran ni ukatili na kwamba Marekani itajutia mfano huo iliyouweka. Raia hawa wa Iran wanaeleza hisia zao. Nilikuwa nimekaa nikitazama habari. Ghafla kinara cha taa cha ndani ya nyumba yangu kaanguka mbele yangu. Kisha moshi mzito ukajaa kila mahali. Leo nimehesabu milipuko 30. Hali inazidi kuwa mbaya siku baada ya siku. Itaisha lini? Ninachotamani ni ustawi na amani tu. Sri Lanka imesema meli nyingine ya Iran inaelekea kwenye maji ya eneo lake na inatafakari jinsi ya kulinda maisha ya waliomo ndani yake. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira Dunia.